JPS Online TV, kwa pamoja tukupashe. Licha kwenye movie ya Bwami Anyanga na mtoto wake kuonekana pale, lakini kuna kipaji ambacho jamii walitamani sana waone pale kwenye movie yako ya Bwami, kipaji cha Mama Zuu pamoja na Echiba Samaki. Hao watu wawili hawajaonekana pale kati. Je, kuna mambo mengine ambapo yanaweza kuwa aliingiana hapa kati ili hao watu hawakuonekana kwenye kazi yao kama vipi? Labda niseme hiyo ni part 1 ndio maana hawakuonekana, lakini part 2 hapo. Part 2 hapo. Maana kwenye part 2 nahisi kama ameingizwa nani? Yupo Echiba sijui ndo ameonekana part 2 sijui. Yani ina episode zake zipo 20. Umeona, kwa hiyo ni kazi kubwa sana. Sasa haiwezekani mtu tu aanze kuonekana mara ya kwanza, yani kwenye nani ya kwanza. Nilijua tu walio wengi watasema hivyo. Lakini bado kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ya 4, kuna ya 5, kuna ya 6. Kwa hiyo ni nyingi. Kuna watu wengi tutawaona bado. Wengi na ambao hawapo hapa. Kuna wengine labda pengine itakuwa ndo mara ya kwanza kuwatambulisha kwa maeneo hapa kwetu kwenye tasnia ya movie. Kabisa. Wengine watakuwa ni mara ya kwanza kuonekana. Na wengine pia ni wale ambao sisi tunawafahamu lakini wako nje hapa. Kwa hiyo ni movie kali na ni kubwa, ina vitu vingi sana. Sawa, tuende kwenye swala la tunzo hapa. Nyarugusu Trending waligawa tunzo, tulikuwa ulipata tunzo ya legendary mkubwa wa movie za Kibembe ama kwenye tasnia ya movie hapa kwetu. Kwanza hongera sana kwa hicho kitu. Asante. Lakini kuna namna fulani sasa kwenye utoaji wa tunzo pale kwenye tuende kwenye muigizaji bora ama komedia bora ambapo alipata tunzo alikuwepo ni Mama Zuu. Licha ya kuwa alifanya kazi nyingi ambazo zilifurahisha watu. Jeneza ni kazi ambapo ilifanya vizuri. Lakini hata Gatuso Anyanga ni mtu ambapo naye hakukaa kinyonge. Maala alifanya vizuri. Kwako wewe kama ungekuwepo ni mgawaji wa tunzo ama mwandaji wa tunzo kati ya hizo movie mbili, kwa ungeruka na ipi ama ni ipi ambapo wewe ulikuwa unastahili kuipa tunzo? Kwa hapo mimi bwana wote wamefanya vizuri, kwa hiyo sina ambaye ningemgawia tunzo. Hiyo tunzo ningeangalia sasa vigezo kwenye account YouTube. Huko ndo kidogo ningeelekea huko. Unaangalia kisi gani watu wanavyofuatilia? Kwenye mtandao, lakini na hisi ile walitoa tu, ila ukiangalia ile maala ilienda zaidi sana. Ukiangalia tu kwenye peji zao za YouTube utakuta ile maala ina views nyingi sana. Kwa hiyo imeangaliwa sana, lakini pia ilipandisha baadhi ya vitu sana. Iliinua hata zile movie zake za nyuma huko kabla ya. Lakini pia hata Mama Zuu na yeye ukiangalia mtandaoni YouTube yake kwenye hiyo movie yake ya Alala, Jeneza haikuwa na uzito mwingi sana kama hiyo maala. Kwanza hata sasa hivi Jeneza humu hata ukiuliza watu mtaani waulize unaifahamu movie inayoitwa Jeneza, atakwambia hiyo sifahamu. Lakini ukimwambia ile term ambayo ilikuwepo ndani ya Jeneza si ndio hiyo Alala? Ukiambia movie ya Alala, nasikia tu Alala lakini movie sijaiona, umeona? Lakini kuna wale movie ya maala ilionwa kabisa. Watu walifuatilia. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima ningeangalia kwanza vigezo kule mtandaoni ili niweze kujua ni kipi na hiki ambacho kilichofanya vizuri zaidi. Lakini kwa sasa hivi tukiangalia kuna mtikasi ambapo po kati ya Mama Zuu pamoja na Gatuso Anyanga. Gatuso Anyanga mwisho wa mwaka hapa katoa Sasampa. Tukakuja kumuona hapa Mama Zuu katoa Binti wa Shule kwa mwaka huu hapa, kafungua mwaka na Binti wa Shule. Kuna namna fulani lakini tunamuona Mama Zuu na Gatuso Anyanga mambo hayapo sawa. Kwa hiki kitu tungependa kwanza wewe kama nguli wa muziki ama tuseme wewe ndio umekaa sana kwenye nguli wa movie hapa kwetu, umekaa sana kwenye tasnia ya movie. Hiki kitu ungekiongelea vipi kwa katika mastaa wao? Hao madogo ni wa kuitwa wawekwe chini, na wakikataa na chapwa fimbo. Sasa si watoto, lazima washaurike. Lakini pia ni vizuri maana wao ni uchochezi wa sanaa. Sanaa na yenyewe pia inahitaji vitu vya namna hiyo. Siwezi kujua bifu zao ziko vipi na sijui walianzia wapi. Maana wao mwanzoni kabla na waonaona kabisa huko bado wanaanza. Niliwaona walikuwa pamoja. Sasa hapa katikati sijui ni kipi kiliingiliana hadi ifikie stage ya wao kuwa hivyo. Sijui. Kwa siwezi kuwa na mwisho tuliona walishirikiana kwenye movie ambapo inaenda kwa jina la Chakori. Lakini baada ya siku hapa tukaona kwamba maneno yamekuwa mengi mtandaoni, unajikuta ukatupa hiki ukaongea hiki, mambo yamekuwa ni mengi. Kwa nahisi hapa kwamba kutokana na mambo yanavyoendelea kwamba tunatengeneza ama ndo tunaenda kuharibu. Mimi tu ni waahidi tu watazamaji wa TV yetu hii GPS, lakini pia ni waambie watazamaji wangu na watazamaji wa Gatuso na Mama Zuu ni kwamba mimi nitawaletea majibu.
nitakuja niwaambie shida ni nini inayowasumbua hawa watu, maana wote nitakaa nao chini. Ili niweze kuwasikiliza, nijue tatizo ni nini, alafu soon kwenye GPS mtapata majibu. Tungetaka uizungumzie kwanza Sasampa na Binti wa Shule, unaonaje kwanza? Binti wa Shule na Sasampa, kiukweli hizo movie zote mbili sijazifuatilia vizuri. Lakini ninavyoangalia Sasampa kama sielewi hivi. Sasampa sielewi kiukweli, maana naona hata kwenye ushutiji iko aina nani yani sielewi, sijui hata wameshuti vipi. Lakini tukiangalia toka alipoachia Binti wa Shule, sasa hivi hapa katoa movie nyingine Mama Zuu ambapo inaenda kwa jina Ndoa Yangu. Sijui kama Ndoa Yangu, sijui kama ushaiona. Hiyo Ndoa Yangu tayari. Ile movie kidogo naona kwamba maandalizi yake yalikuwa ni makubwa sana. Unahisi kwamba uwekezaji wa Mama Zuu kwenye kuandaa movie zake kwanza anaweza kuwa anawekeza sana kwenye movie kitu labda pengine kitakuja kumfelisha huko mbele ama vipi? Dogo kweli anatumia nguvu kubwa. Unajua comedy na yenyewe ukitumia nguvu kubwa kidogo utafeli. Hutoweza, kuna baadhi ya vitu vingine vitakushinda huko mbeleni. Japokuwa wanatumia nguvu kubwa kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki. Lakini acha tu niseme kitu kimoja. Ili ufanikiwe haijalishi mpaka utumie nguvu kubwa. Sisi wote tulivyoanza tukuanza kwa nguvu kubwa. Tulianza kwa mambo madogo tu na ndio yalitufanya mpaka tukaenda viral. Kwa hiyo sasa hivi ukifanya vikubwa si ndo kusema utatoka zaidi au si ndo kusema kuwa ndo utafanya vizuri zaidi, hapana. Mimi kuna movie nishawahi kuigaramika, lakini hiyo movie sijatoa chochote. Ukipeleka inakuwa na views ndogo sana. Lakini kuna kimovie ambacho gharama yake ni ndogo mno. Hata nikikwambia unasema hapana, hii bro umeongopa. Lakini ukiangalia malipo yake ni makubwa. Kwa hivyo vipo sana kwenye soko. Labda anataka apime nguvu zake pia na apime, aangalie ni kipi bora aende nacho. Je, aendelee kufanya vitu vyenye gharama au aendelee apungue kwenye gharama? Ili lazima, unajua kwenye ulimwengu lazima utesti kila kitu. Sio mbaya anavyofanya, sio vibaya, ni vizuri, ili aweze kuangalia balance, ajue mwenyewe kwa hichi ndo kinalipa sana nikifanya, lakini hiki nikifanya gharama kubwa huwa hakilipi. Sawa, tumalize na hii hapa. Sasa hivi tuseme kwamba movie hapa kwetu sasa hivi inakuja kwa tuseme kwa kubwa zaidi. Tunaona kuna waigizaji wengine ambapo wanafanya vizuri kwa kwenye kuigiza movie ambazo zipo serious. Uwezo kumwacha Brighton Dunia kwenye uigizaji wa movies hapa kwetu. Hata alianza na School Game, kazi ambapo ilifanya vizuri. Sasa hivi hapa ipo na Double Love. Hatujawahi kuona anashirikiana labda na mchekeshaji yoyote yule ama tu wale manguli wa movies hapa kwetu. Ungekuwa na neno moja kwake Brighton kwa kuongelea jinsi gani ufanisi wa kazi zake? Unajua sanaa kila mmoja na akili zake na kila mmoja na plani yake. Labda yeye plani zake ndo hizo gisi zilivyo. Yeye anakuja na hiyo style yake, ni yeye kama yeye na watu wake, sio mbaya. Lakini kuna inafikiaga siku unafika stage kuwa unamhitaji hapa, yani bila mwana comedian hapa. Hii kazi haitoenda. Kwa hiyo labda ni vile bado story zake zinasema hivyo. Story zake bado zimebezi sana kwenye masuala hayo, haina haja ya comedy. Lakini siku atapata story ambayo inahitaji mwana comedian, naamini atakuwa na uhitaji. Tutegemee katika siku zijazo labda Jackson na kizazi kipya kumshirikisha Brighton Dunia kwenye kazi zake. Ni vile kulingana na ufanisi wake wa kazi ulivyo. Lakini mkononi na kuona kadi hapo, tungependa tuzungumzie hizo kadi hapo. Ni kweli hizi kadi ni white part. Hii ni white part. Watazamaji mnaona vizuri huko jamani. Hii bwana ni white party. Lakini hii white party itafanyika siku ya Valentine Day. Siku ya Valentine Day. Hapo ndo kila mtu njoo na mpenzi wako siku hii. Kadi bwana zimebaki chache kama unavyoziona, ni 3 tu ndo zimebaki. Hizi kadi zinachukuliwa kwa 20,020. Yaani 20,020 yako tu unachukua kadi yako. Njoo na mpenzi wako, lakini pia kwenye 20,020 yako ni waweke kidogo hapo wazi. Kwenye 20,020 yako hapa kuna kula, kuna kunywa, lakini pia kuna zawadi ambayo utapewa wewe ili uweze kumpa mpenzi wako. Anaweza akapewa wa kike hiyo zawadi akampe mpenzi wake wa kiume, au wa kiume akapewa akampe wa kike. Kwa hiyo kuna zawadi pia kwenye hii hela yako. Lakini pia kuna burudani ya mziki wa Kikongo. Yaani mziki wa Kikongo, yani zile bolingo zilo. Kwa hiyo ipo live, yani wale waimbaji, yani ni zile bendi za live kabisa. Wanaimba sauti zao, sio kwamba wanapiga playback. Wanaimba live kwenye mic, wanawaimbia ngoma zote zikiwa za Kikongo lakini pia na za Kiswahili, za Kimalavi Davi. Kwa hiyo ni nyie tu.
wakina Fally wapo hapa. Ni wewe tu kuja na mpenzi wake nini? Tu na mpenzi wako, lakini pia uzingatie kupendeza, maana unasikia inaitwa white party. Ina maana hapa tunachohitaji ni nguo nyeupe. Njoo na nguo yako nyeupe, pendeza vizuri, shine. Unajua japo tuko kwenye udongo ambao kidogo unatuboaga sana, lakini si mbaya. Tunaendanaga nao humo. Tunabishana nao udongo. Ndio maana hata waliopo mijini huko wakiona wanasema hawa hivi kweli wapo kambini? Hii bwana ndo kambi bwana. Hii ndo kambi bwana. Safi sana. Lakini tungetaka kujua mwandaji wa party hiyo ni Jackson na kizazi kipi? Mwandaji wa party hii ni mimi mwenyewe mnavyoniona, lakini sio mimi tu. Tupo na crew nyingine ambayo hipo kwa ajili ya waandaaji, lakini mimi pia nasimamia kwa ajili ya kuweza kusambaza hizi kadi. Ukitaka kadi hizi na hii kitu itafanyika please. Sehemu ambayo inaitwa Jack Go Down. Sitowaambia kuwa ni ngapi kwa ngapi. Ila wewe itafute tu utaipata. Unyama sana bana, asante sana kwa kufuatilia kipindi changu mwanzo mwisho. Ulikuwa nami Kudra, nyuma kamera yupo Kevin, ukimwita Soweto. Ujakosea, ikiwa ni JPS TV, online kwa pamoja tukupashe. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.